kama nilivyosema majina, naitwa Menard Bernard Msike. Nimezaliwa katika mkoa wa Morogoro, kijiji cha Nyungwa, mwaka 1951. Na kwa vile leo tunazungumzia mambo ya Ukristo wetu, basi ningejikita sana kwenye habari za kanisa. Nilibatizwa, nimelezwa tarehe 25 mwezi wa 3, na nilibatizwa tarehe 9 mwezi wa 4 katika parokia ya Kibungo Juu, na nilipata komunio ya kwanza hapo parokiani Kibungo Juu na Kipaimara, na nilifunga ndoa mwaka 1977 parokia hiyo ya Kibungo Juu, mimi pamoja na mke wangu anaitwa Beata Simoni. Na katika ndoa yetu tumejaribu kupata watoto 5. Sasa hivi najivunia kuwa na jukuu 5. Kwa kifupi ni. Hongera sana mwalimu. Asante. Hongera sana. Unajua wengi wetu huwa tunasahau ile safari yetu ya kiimani ilianzia wapi. Wengi tunakumbuka birthday zetu tu kwamba ni lini tulizaliwa, tunasherehekea, lakini kuna father mmoja ashaniambia tunapaswa pia kusherehekea siku tuliozaliwa upya kuingia katika Ukristo. Na wengi wetu hatufahamu ni lini ambapo tulibatizwa. Na mimi ukiniuliza hapa sijamuulizaga baba kwamba ni lini nilibatizwa, na sielewi. Nafikiri hata cameraman wangu huko nao hawaelewi ni lini walibatizwa, lakini ni vitu msingi sana vya kiroho ambavyo tunatakiwa kuvizingatia. Sawa, basi mimi kila tarehe 9 mwezi wa 4 nakumbuka ubatizo wangu. Hongera sana. Asante. Hongera, umekuwa mfano wa kuigwa kabisa, umekuwa kielelezo bora kabisa cha maisha ya Kikristo. Nafikiri ni mfano pia kwetu sisi na wewe mtazamaji ambao unatutazama siku hii ya leo. Ni vyema tukafahamu katika kusherehekea zile safari zetu za maisha ya kimwili, pia tunapaswa kusherehekea safari za maisha yetu ya kiroho. Ni lini tulizaliwa upya kama Wakristo? Ni lini tulianza safari ya kimisionari? Kwa hiyo mwalimu wetu, Mwalimu Msike, ametupa chachu ya kuendelea kufuatilia. Basi kila mtu amuulize mzazi wake kama yeye afahamu ni lini alizaliwa, ili basi na katika kusherehekea siku ya kuzaliwa ya kimwili, basi na ya kiroho pia atenge siku ya kusherehekea kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa safari ya maisha ya Ukristo. Asante sana na hongera sana mwalimu kwa kututia moyo na kutupa somo hilo. Sawa sawa. Sasa safari yako ya kutoka Morogoro kuja Dar es Salaam ilikuwaje? Kuna changamoto nyingi za kimaisha, kutafuta mkate kila siku. Nilifika Dar es Salaam mwaka 69. 69. Nilifikia Magomeni kwa kaka yangu. Basi baadaye nilipata makazi huko Kigogo A, panaitwa Mbuyuni pale. Pale nilikaa pale na maisha. Basi mwaka 72 tulikuwa na sali kwenye kigango pale Kigogo A. Basi tukavutwa vijana, tukanisha nini pale moja vijana. Wakati naitwa nini? Nini? Tofauti na viwawa mpaka sasa hivi nafikiri viwawa hivyo moja hivi. Kwa hiyo tunanisha pale, ilikuwa na mchezo wetu wa maigizo. Sasa kila Alhamisi jioni tulikuwa tunapata misa pale. Sasa kulikuwa na wazee wachache walikuwa wanatuanzishia nyimbo zile. Sasa baadaye kuna paroko alikuwa Msimbazi hapa. Namkumbuka aliitwa Padre Amandos. Wakati huo Msimbazi ni parokia tayari. Ni parokia. Parokia kongwe hii. Okay. Sasa kasema sasa nyinyi vijana mpo, lakini mnachia wazee tu. Kwa nini msishike nyinyi nafasi hii ya kuimba? Basi kashauri kwa ni swali zuri. Na tulikuwa na vijana wa kutosha pale. Basi walau tukaanza, lakini tukawa shida hatuna mwalimu. Sasa yeye mwenyewe Padre Maswetus akatuletea mwalimu. Kulikuwa na mwalimu mmoja naye akawa anakaa huko Kigogo. Bahati mbaya sema ameshafariki, anaitwa Mwalimu Joakim Mkoba. Apumzike kwa amani. Alikuwa anafundisha kwaya C hapa Msimbazi. Sasa kati yeye alikuwa ni mwalimu kwenye kwaya ya vijana ama kwaya B ama kwa Mtakatifu Francisco Asizi hapa Msimbazi. Kwa hiyo basi akawa anakuja kufundisha kwa matayarisho ya misa. Basi baadaye akaona sasa nyinyi akatoba kijana anapiga sauti ya 3 nzuri sana. Sasa bwana, mimi kule kwaya yangu pia haina watu wengi sana. Sasa unaonaje
mkiwepo kule kwenye kwaya B, tukipiga mazoezi kule, basi sikia misa yetu hapa ni kama vile tunateleza, inakuwa rahisi. Basi yale mawazo kidogo yalitufuta na katiwa napenda kuimba, basi nijiunga mimi. Wenzetu wengine walikuwa wanashindwa kidogo muda, lakini mimi na rafiki yangu mmoja ambaye nasema ni marehemu, naitwa Ladislaus Ukani au jina maarufu Bobis, tukajiunga na kwaya mwaka 73. Ndio. Mwaka 73. Kwaya B hapa Msimbazi.